Sasa naomba tena tuwe pamoja kwenye kipindi hiki cha mwisho katika ratiba yetu ya jioni ya leo, na yote kwa yote nitaanza kwa salamu kama ilivyo kawaida ya kwamba wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hamjambo marafiki wa Yesu. Punga mkono wako, dada, mama, kaka, kijana na hata baba yangu, punga mkono. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Andaa kalamu yako na karatasi. Leo tunakwenda moja kwa moja. Hotuba ya jana ilieleweka vizuri sana, haihitajiki tena kurudia ama kusummarize. Hapana. Leo tunaingia moja kwa moja kwenye hotuba ya jioni ya leo. Ndio maana nikakwambia ya kwamba andaa karatasi yako, andaa kalamu yako, basi ili uweze kuchukua kumbukumbu kwa ajili ya hotuba ya leo tena, kama ambavyo muumbaji wetu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu atatuongoza mwanzo hadi mwisho wake. Nadhani tayari umekwisha andaa. Andika maneno haya: mtawala wa tatu mbinguni na kazi yake ulimwenguni. Mtawala wa tatu mbinguni na kazi yake ulimwenguni. Tuombe. Asante Yesu, rafiki yetu na mwokozi wa maisha yetu, kwa kuwa umekuwa mwema kwetu tena katika siku nzima ya leo, na tena imekupendeza wana wako na binti zako na watoto wetu na vijana tuweko tena ndani ya viwanja hivi kwa ajili ya kujifunza ukuu wako zaidi. Haya yote ni kwa ajili ya maandalizi yako, kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni unaokuja muda si mrefu. Baba wa mbinguni, kama vile ambavyo Roho wako Mtakatifu amewatumia watumishi wako waliotangulia kwa vipindi vile viwili vyotangulia, nami pia najiweka mikononi mwako, nami kanitumie tu kama chombo chako, lakini wewe unene makutano hawa watu wako kuongoza malisho yako. Tubariki Baba wa mbinguni kupitia hotuba ya jioni ya leo, tunapokwenda kumwangalia mtawala wa tatu kule mbinguni na kazi zake ulimwenguni. Ni kazi gani hizo? Yeye ni nani? Tuongoze mwanzo wa hotuba hii hadi mwisho wake. Naomba kwa jina lake Yesu, amina. Miongoni mwa dini zilizoko ulimwenguni, ulimwengu mzima wapendwa, unazo dini 10,000. Dini, narudia tena wapendwa, takwimu za dini za ulimwengu huu wapendwa, ziko dini 10,000. Na maanisha ya kwamba Ukristo ni dini, Uislamu ni dini, Shinto dini, Budhismu yani Ubudha dini, Hindu dini na kadhalika mpaka dini 10,000. Dini 10,000 hizo, moja ambayo sasa ni dini yetu mimi na wewe msikilizaji wangu, dini ya Kikristo. Ni dini ambayo inamwabudu Mungu wa pekee sana,
Mungu wa pekee sana. Huyo Mungu yupo katika nafsi kuu tatu. Nafsi kuu ngapi wapendwa? Tatu. Nafsi hizo kuu tatu tunaziona kwenye kitabu chake. Niliwaambia ya kwamba kitabu chake Biblia, humo ndimo ambamo Mungu wa mbinguni amejifunua kwa mafunuo makubwa sana, mapana sana. Yohana wa kwanza 5:8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5:8 ndipo hotuba yetu ya jioni ya leo inakwenda kuanza hapo. Tuone huyu Mungu wa Wakristo, wanayemwabudu wa Kristo, ambaye amejifunua kwenye kitabu chake kitakatifu sana, Biblia. Ni Mungu wa namna gani? Yupo katika nafsi kuu ngapi? Tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5:8. Msomaji kanyaga pembe. Neno linasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Wako watatu washuhudiao mbinguni: Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Haleluya, makutano. Amina. Makutano, Bwana asifiwe sana. Amina. Na katika hotuba ya jioni ya leo, msikilizaji wangu, fuatana nami sasa katika Biblia hatua kwa hatua, ili tumuone huyu mtawala wa tatu na majukumu yake ulimwenguni, hasa kwa wale ambao wanamwamini Yesu. Ni nani huyu? Yeye ni nafsi ambayo haifungwi na umbo la aina yoyote. Yeye ametajwa mara 300 ndani ya kitabu cha Biblia. Mara 300 ametajwa huyu mtawala wa tatu mbinguni. Mwanzo tu wa Biblia, ile sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, akatajwa. Akaendelea kutajwa, na mwishoni mwa Biblia akatajwa. Kwa hiyo ufunguzi wa Biblia anaanziwa yeye, anakwenda kumaliziwa yeye, mtawala wa tatu wa mbinguni. Anaitwa Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo tumesoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5:8. Watatu hawa, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Huyu ndiye wapendwa, jioni ya leo napenda niwaletee habari zake kwa jinsi ambavyo maandiko matakatifu yanamfunua. Nimesema ya kwamba ni nafsi ya tatu ya Mungu ambayo haifungwi na umbo la namna yoyote. Hapana. Ana kazi zifuatazo. Tunaanza moja. Ndiye aliyeongoza uandishi wa Biblia. Waandishi wote wa Biblia, vitabu 66, waandishi 40 aliwaongoza yeye. Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 21. Waraka wa pili wa Petro. Ndio. Sura ya kwanza mstari wa 21. Ndio. Neno la Mungu linasema. Ndio.
Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu. Wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo waandishi wote wa Biblia, watu 40 waliandika Biblia kwa uongozi wa hii nafsi ya tatu ya uungu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi yake ya kwanza ni hiyo. Pili, na kama yeye ndiye ameiongoza Biblia kwa kuandikwa, basi yeye ndiye mwalimu wa kitabu hiki Biblia. Yes. Na ikiwa yeye ndiye amewaongoza watumishi wa Mungu, manabii wote 40 wakaiandika Biblia, yeye ndiye mwalimu wa neno la Mungu Biblia. Yohana Injili sura ya 14 fungu la 25 mpaka 27. Yohana Mtakatifu sura ya 14 fungu la 25. Ndio neno linasema, hayo ndiyo niliyowaambia. Wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Huyu ni Yesu wapendwa, wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia, ambayo nawaambia sasa hivi. Kwa hiyo yeye ni mwalimu, mfundishaji wa Biblia, tena ndiye mkumbushaji. Kwa hiyo mpendwa, kazi zake ndizo hizo. Kazi ya pili ni hiyo, na ya tatu tena, yeye ndiye anayetupatia ufahamu wa uelewa, kuifahamu Biblia vizuri yeye. Na ndiyo maana imeelekezwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji wangu, Mkristo mwenzangu, Biblia yako unapokuwa nayo, unapohitaji kuisoma, kabla hujaifungua Biblia yako, kwanza uombe. Amina. Unaomba kwanza ili uwezo wa ufahamu, uwezo wa uelewa akuongoze Roho Mtakatifu mwenye kitabu hicho Biblia, akufundishe, ufahamu akupatie na uelewa akupatie. Amina wapendwa. Omba kabla ya kuanza kuifungua Biblia. Subiri kwanza, unaomba ndio sasa unaifungua. Haya, Korinto wa kwanza sura ya 2 fungu la 10 mpaka la 14. Tuthibitishe. Korinto wa kwanza sura ile ya 10. Na Korinto wa kwanza sura ya 2 fungu la 10 mpaka la 14. Msomaji wetu anasema, Wakorinto wa kwanza sura ya 2 ndio fungu la 10 mpaka la 14. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote. Hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu? Ajuaye mambo ya binadamu mwenzake, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila Roho wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa, ndivyo ilivyo hasa wapendwa, utupatia ufahamu na uelewa wa maandiko matakatifu. Haya, kazi ya 4. Roho Mtakatifu ndiye aliyefanya mchakato wa Yesu kufanyika mwili ndani ya tumbo la Mariamu. Ni Roho Mtakatifu aliyeshughulikia hilo swala la Yesu
nafsi ya pili ya uungu itoke mbinguni ishuke duniani, iingie ndani ya tumbo la Mariamu, itengeneze mimba ya miezi 9, Yesu azaliwe. Roho Mtakatifu alihusika. Mwanzo mwisho Yesu akazaliwa. Tuthibitishe Luka 1:28 mpaka 34. Kitabu cha Luka ndio sura ya kwanza ndio mstari wa 28. Ndio neno la Mungu linasema, ndio akaingia nyumbani kwake, akasema. Huyo malaika Gabrieli wapendwa, alipotumwa na Mungu kutoka mbinguni, akaja kwa Mariamu pale Nazareti, akaingia ndani ya kile chumba chake, akasema, ndio msomaji, salamu, salamu uliyepewa neema, ndio Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Ndio akawaza moyoni, ndio salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, ndio usiogope Mariamu, ndio kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umepata neema kwa Mungu. Tazama, ndio utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, ndio jina lake utamwita Yesu. Ndio huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu. Ndio na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ndio ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Ndio na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Ndio Mariamu akamwambia malaika, akamhoji malaika, itakuwaje neno hili? Itakuwaje jambo hili? Maana sijui mme, sijaolewa. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Na nguvu zake aliye juu. Zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo. Hicho kitakachozaliwa. Kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Haleluya makutano. Roho Mtakatifu ameshughulikia mchakato mzima wa mimba ya Yesu ndani ya tumbo la Maria. Roho Mtakatifu tena ndiye aliyekuja sasa kumfufua Yesu kule kaburini. Siku ya Jumapili alfajiri alikuja yeye mwenyewe, ile jiwe akaliondoa, akamwita jina lake Yesu, kwamba Yesu toka nje, baba yako anakuita. Warumi 8 fungu la 11. Warumi 8:11. Ndio. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Asante msomaji. Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua Yesu tokea kwenye kaburi la Yusufu siku ya kwanza ya juma alfajiri. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu ndiye aliyekasimishwa na Yesu kwa ajili ya uongozi wa kanisa la Mungu duniani mara tu Yesu alipokuwa anaondoka. Kwa hiyo walibadilishana. Yesu muda wake ulipofika wa kuondoka duniani aende mbinguni kwa Baba, kazi ya kuliongoza kanisa la Mungu, kanisa la Yesu hapa duniani, hiyo kazi Yesu aliikasimisha kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Tusiridishe Yohana sura ya 10 fungu la 7. Yohana 16:7. Ndio. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Kwa hiyo kazi ya kuliongoza kanisa la Yesu duniani
ilikasibishwa, ilikabidhiwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunapokuwa hapa ulimwenguni, wapendwa, ndani ya kanisa lake tunaye Yesu mwenyewe. Amina. Haleluya makutano. Amina. Haleluya makutano. Jamani, Bwana sifiwe sana. Amina. Wangapi mnanielewa? Punga mkono wako, punga mkono wako. Roho Mtakatifu ndiye anayeliongoza kanisa la Mungu mpaka ukamilifu wa dahari. Na unapokuwa na Roho Mtakatifu naye Yesu moja kwa moja, maana ameletwa kwa niaba ya nani? Ya Yesu. Haya, kazi nyingine ya 7. Roho Mtakatifu ndiye anayeliwezesha kanisa la Mungu kumhubiri Yesu, kwa mashahidi wa Yesu ulimwenguni. Matendo 1:8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Leo neno inasema, nasemaje? Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi, na hata mwisho ya dunia. Ndio wapendwa, amina. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayewezesha kanisa la Mungu sasa kufanya kazi kubwa ya kumhubiri Yesu ulimwenguni. Roho Mtakatifu, tumeshasoma wapendwa, Yesu aliahidi ya kwamba lakini mtapokea nguvu. Pokea wapi? Atakapowajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tayari sasa kazi ya kuwa mashahidi wangu ulimwenguni inaanza. Mkianzia wapi? Yerusalemu. Roho Mtakatifu ndiye anayeliongoza kanisa na kulisukuma kanisa, kulipa nguvu kwa ajili ya kumhubiri Yesu ulimwenguni. Jamani, Roho Mtakatifu ndiye anayefafanua maombi yetu na maombi ya watakatifu wote mbele ya Kristo anapokuwa kuhani wetu mkuu kule mbinguni. Wapendwa, unapopiga magoti ndani ya chumba chako, unapokuwa katika ibada kanisani mwako, popote pale unapopiga magoti, ukiwa umeshasimama, maombi yako na sala zako Roho wako Mtakatifu anazibeba moja kwa moja mpaka mbinguni kwenye hekalu la Mungu, ndani ya chumba cha watakatifu sana, anayewasilisha mbele za nani? Mbele ya Yesu. Halafu anayafafanua vizuri, maana wanadamu hatujui kuomba. Halo, yes. Anafafanua vizuri mbele ya kuhani wetu mkuu. Kuhani wetu mkuu sasa anayafikisha mbele za Baba yake. Roho Mtakatifu huyo, angalie Warumi 8 fungu la 26. Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa sababu hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua. Hutuombea mbele za kuhani wetu mkuu, tena kwa kuugua kusikoweza kutamkika ama kutamkwa. Roho Mtakatifu, wapendwa, maombi yako, maombi yetu, wana na binti za Mungu, popote pale tunapoomba, na yabeba moja kwa moja na kuyapeleka mbinguni, ndani ya chumba cha patakatifu sana kwa kuhani wetu mkuu, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Huo ndio mlolongo mkufu wa utumishi wa mambo ya kiroho kwa wanadamu. Haya, kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetuhakikishia dhambi, yaani hatia, mioyoni mwetu. Anakuhakikishia kwamba hii ni dhambi, alafu anakushauri kwamba iungame dhambi hii. Anakushauri
Yohana Injili sura ya 16 ile fungu la 8. Neno inasema Yohana 16 mstari wa 8. Ndio. Naye akiisha kuja, ndio atakapokuja huyo Roho Mtakatifu, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Hizo ndizo kazi za Roho Mtakatifu wapendwa, moja ikiwemo hiyo, huwa anatuhakikishia habari ya dhambi mioyoni mwa wana na binti za Mungu. Amen. Tena ndiye anayetuwezesha kuishi maisha matakatifu yenye utii kwa Mungu wa mbinguni. Hakuna mwanadamu ni dhalili, hawezi kumtii Mungu wa mbinguni kwa yeye peke yake. Wapendwa, dhambi ilishatuathiri sana. Hawezi kumtii Mungu, hawezi kuishi maisha matakatifu ya kuwapendeza wanadamu wenzetu na Mungu wa mbinguni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wafilipi 4 fungu la 15. Wafilipi 4 fungu la 13, Paulo anasemaje? Wafilipi 4:13. Ndio. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wapendwa, ni yeye peke yake anayetuwezesha kuishi maisha yenye utii, maisha matakatifu. Ongeza Ezekieli 36:26 mpaka 27. Ongeza somaji wetu. Ezekieli 36:26 mpaka 27. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu huwawezesha wana na binti za Mungu waishi maisha matakatifu. Ezekieli 36 mstari wa 26. Ndio. Neno la Mungu inasema, nasemaje? Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Hiyo roho mpya ndani yetu wapendwa ndiye Roho Mtakatifu. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Huyo Roho Mtakatifu huondoa moyo wa jiwe ndani ya mioyo ya wanadamu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nitaweka roho yangu ndani yenu. Na kuwaendesha katika sheria zangu. Naona mpendwa, na kuwaendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Roho Mtakatifu wapendwa, kwa hiyo Mkristo yeyote anayedai ya kwamba mimi nimejazwa uwezo wa Roho Mtakatifu atathibitishwa maisha yake yakoje. Ikiwa yako kinyume na neno la Mungu, yako kinyume na amri za Mungu, huyo ni muongo, hana Roho Mtakatifu. Si kweli. Haya, tumalize na Warumi 8. Warumi 8:4. Warumi 8:4 mpaka 8. Kitabu cha Warumi sura ya 8. Fungu la 4. Ndio. Biblia inasema, nasemaje? Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi. Tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili. Ndio. Bali mambo ya Roho. Kwa maana wale waufuatao mwili ndio huyafikiri mambo ya mwili. Ndio. Bali wale waifuatayo Roho huyafikiri mambo ya Roho. Ndio. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Ndio. Bali nia ya Roho ni uzima na amani. Ndio. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Nia ya mwili yenyewe ni kupingana na amri za Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili badala ya Roho hawawezi kumpendeza Mungu. Haleluya. Makutano
Roho Mtakatifu ndiye anatupanga wana na binti za Mungu tuishi maisha gani? Maisha ya utakatifu yenye utii kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama mbalimbali katika kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama, vipawa mbalimbali ndani ya kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu. Hebu twende kwanza hapo, nikiona muda unaruhusu ntarudi hapo, maana panahitaji ufafanuzi wa hali ya juu sana. Haya, tuangalie Korinto wa kwanza 12:4-11. Neno la Mungu inasema, Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 4. Basi pana tofauti za karama, ndio, bali Roho ni yeye yule. Ndio. Tena pana tofauti za huduma, ndio, na Bwana ni yeye yule. Ndio. Kisha ndio, pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Ndio. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Ndio. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Ndio. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Ndio. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake, kwa namna yake peke yake, kama apendavyo yeye. Malizia fungu la 28 hapo tu. 28. Ndio. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wengine ndani ya kanisa lake Yesu. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano, na maongozi, na aina za lugha. Haleluya, makutano. Amina. Roho Mtakatifu ndiye hugawa karama mbalimbali ndani ya kanisa la Mungu kwa kadiri ambavyo jinsi mwenyewe anavyoona. Huyu anapewa hiki, huyu anapewa hiki, huyu anapewa hiki. Roho Mungu wapendwa, huyo mmoja. Na Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza kanisa katika mfumo wa ibada. Ndiye anayeongoza kanisa la Mungu kwa mfumo wa ibada. Ilikuwa ni hotuba yetu ya jana jioni, wapendwa. Roho Mtakatifu ndiye anayeongoza kanisa la Mungu kwa mfumo wa ibada uliowekwa na Mungu mwenyewe tangu zamani za manabii, kuanzia Musa, kwa mujibu wa neno la Mungu. Haya, Yohana Injili sura ya 4 fungu la 21-24. Yesu anaongea na yule mwanamke kule Samaria. Yohana Injili sura ya 4 mstari wa 21 mpaka 24. Yesu akamwambia huyo mwanamke, Mama, unisadiki, uniamini, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, ndio, wala kule Yerusalemu. Ndio.
ninyi mnaabudu msichokijua. Ninyi wa Samaria mnaabudu kitu ambacho hamkijui. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi Wayahudi tunaabudu ambacho tunakijua. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Wokovu watokea kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kumwabudu katika Roho Mtakatifu na kweli. Haleluya makutano. Amina. Ya makutano. Ndiye anayeongoza ibada ndani ya kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na kweli. Hao ndio sasa wanaokuwa na ibada halisi, sio bandia. Hayo kumbe wapendwa, kwa mujibu wa maneno ya Yesu akimwambia mwanamke yule wa Samaria, kumbe anasema ya kwamba wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Kumbe kuna ibada halisi na ibada bandia. Kweli ni nini? Neno la Mungu ndio nini? Ndio kweli. Roho Mtakatifu anatuongoza. Ibada inatakiwa iwe hivi, soma hapa. Abudu hivi, soma hapa. Amina wapendwa. Hachana Biblia yake Roho Mtakatifu. Haleluya makutano. Amina. Haleluya makutano. Wangapi pamoja punga mkono wako. Mungu awabariki sana. Ibada halisi itaongozwa na nyenzo ngapi? 2, Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Maana ndio kweli. Ibada yoyote ambayo haiongozwi na Roho Mtakatifu, ina maana hata neno la Mungu halifuatwi. Ibada hiyo ni bandia. Ifanye hotuba ya jana. Haya. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu ndiye anayewapa haki, amani na furaha wale wote wanaomwamini Yesu. Roho Mtakatifu anawapatia haki, anawahesabia haki ya kwamba hawa kwa kuwa wamemwamini Yesu, hawa wanastahili kuingia wapi? Mbinguni. Halafu wanakuwa na amani tele katika maisha yao ya Ukristo, halafu na furaha. Warumi 14:17-18. Warumi 14 mstari wa 17. Ndio neno la Mungu inasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani, na furaha katika Roho Mtakatifu. Fungu la 18. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo, Yesu katika mambo hayo matatu humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Haleluya wapendwa. Amina. Kwa mambo mangapi? Matatu. Tunapoongozwa na Roho Mtakatifu, tunapomwamini Yesu wapendwa, tunapewa haki ya kuingia mbinguni. Cha kwanza ndicho wapendwa, tunapewa amani. Unakuwa na amani na ndugu zako, amani na majirani zako, amani na jamaa zako, mpaka wanakushuhudia ya kwamba kwa kweli Yesu kumbe ubadilisha watu. Huyu mtu nayemuona huyu siku za nyuma alikuwa ni mkorofi sana, alikuwa mgomvi sana, alikuwa na majibu ya ajabu. Hakakaa dada, kalikuwa na kiburi sana, kalikuwa na majivuno sana, lakini sasa hivi tangu amemwamini Yesu leo hii amekuwa ni tofauti kabisa, mpaka na majirani wanaokufahamu historia yako ya nyuma wanashuhudia. Huyo ni Roho Mtakatifu wa Mungu wapendwa. Ndio makutano. Amina. Pewa haki, amani na furaha.
kazi ya mwisho. Roho Mtakatifu wapendwa, ndiye sasa anakamilisha, ndiye sasa anayekamilisha mpango mzima wa ukombozi wa wanadamu hapa duniani. Mpango wa Mungu anaukamilisha yeye. Amina. Kwa namna gani? Wale wote wanaomwamini Yesu na kumpokea kwamba amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, mabinti za Mungu, ndugu na kaka katika Kristo, wote hao sasa wanaanza kutengenezwa na kuumbwa upya, wanaanza kutakaswa. Utakaso wapendwa, ni sio zoezi la siku moja ama siku mbili, mwaka au miaka miwili. Hapana, ni kitendo endelevu kadri ambavyo Roho wa Mungu anaruhusiwa na muhusika ambadilishe siku baada ya siku. Huyo mtu sasa anabadilishwa, ikiwa ni wa kiume, ikiwa ni wa kike, akiwa ni mzee, akiwa ni kijana, ili mradi tu mmempokea Yesu. Tayari sasa Roho Mtakatifu anaanza kumtengeneza, kumwandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wapendwa, ni kwamba pasipo Roho Mtakatifu, narudia tena, wapendwa wana mkutano, pasipo Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, wapendwa, hata ile kafara ya Yesu pale msalabani inakuwa haina maana kwa wanadamu. Haina maana. Kwa sababu gani? Wanadamu tunakuwa tunamwamini tu Yesu ya kwamba ni Mwokozi wa maisha yetu, unabatizwa, habari inaishia hapo. Akubadilishe nani? Upagani wako ni ule ule, utu wako wa kale ni ule ule, masengenyo yako pale pale, uongo uko pale pale, tabia zote zinakuwa ziko pale pale. Ipo sasa ikahitajika nafsi ya tatu ya uungu ikamilishe mpango mzima wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Mwamini Yesu, abatizwe kwa jina la Yesu, tayari anadapa. Na nafsi ya tatu ya uungu sasa atengenezwe na kuumbwa upya. Haleluya makutano. Amina. Haleluya makutano. Amina. Jamani, Bwana sifiwe sana. Amina. Pasipo nafsi ya tatu ya uungu, pasipo Roho Mtakatifu wa Mungu wapendwa, hata Yesu kufa pale msalabani hakuna maana yoyote. Hakuna. Huyu sasa ndiye anakwenda kumalizia, anakwenda kukamilisha mpango mzima wa Mungu wa kuwakomboa wanadamu, awarejeshe kwake tena wakiwa safi watakatifu. Nani anawabadilisha? Nafsi ya tatu ya uungu, yani Roho Mtakatifu. Haya, tuangalie Yohana Injili sura ya 3 fungu la 5. Yohana 3 mstari wa 5. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Ndio msomaji. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Kwa Roho Mtakatifu anatufanya tuwe watoto wa Mungu wapya. Tunazaliwa upya siku baada ya siku, unabadilishwa, unakuwa ni huyo huyo, lakini unakuwa tofauti na jinsi ambavyo zamani ulivyokuwa. Tofauti, unakuwa kiumbe kipya. Ndio makutano. Zaburi 51 fungu la 10. Ongeza hapo. Zaburi 51 fungu la 10. Hapo napo imesemwaje? Zaburi 51 mstari wa 10. Leo
Neno linasema, nasemaje? Mungu, Mungu, uniumbie moyo safi, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Wapendwa, ndivyo ilivyo wapendwa, tunafanywa kuwa wapya kuanzia mioyoni. Roho Mtakatifu huingia ndani ya mioyo ya wanadamu, anaanza kurekebisha kuanzia kilichomo ndani ya moyo wa mwanadamu, kwa sababu dhambi zote na uovu wote na kila aina ya ubaya pia huanzia mioyoni mwa wanadamu. Mathayo 15 fungu la 19. Mathayo 15:19. Neno la Mungu linasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Ndani ya mioyo ya wanadamu hutoka mawazo mabaya. Uuaji huanzia moyoni. Uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo, na matukano. Wapendwa, ndivyo upendo mioyo ya wanadamu tangu hapo pale Edeni. Tulipoanguka pale Edeni kupitia wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, mioyo yetu ikaharibiwa na dhambi, ikawa ni store, ikawa ni viwanda vya kutengeneza ubaya wa kila aina. Tumeshasoma sasa. Roho Mtakatifu sasa anaanza kwanza kuiumba upya mioyo yetu. Asante sana. Roho Mtakatifu wa Mungu, kazi zake ndizo hizo, ni kazi 14. Kwa hiyo sasa tuelewe ya kwamba cha kwanza ukitaka kumpokea Roho Mtakatifu wenaye, cha kwanza ni kumwamini Yesu. Amina. Ni kumwamini Yesu, hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili liko sambamba na lile la kwanza, ni utii wa hiari. Amina wapendwa, utii wa nini? Wa hiari. Sasa anakushika mkono uendelee kuwa mtii zaidi na zaidi. Kwanza uhiari wako uonekane mbele zake. Roho wako Mtakatifu tayari, Roho Mtakatifu tayari sasa anakudaka, anakuchukua na kukuongoza. Ameshakuona ya kwamba una uhiari, una nia ya kumtii nani? Mungu wa mbinguni. Tayari hapo ndipo sasa mambo yote yanakamilika. Fungu la mwisho Matendo 5:31 mpaka 32. Matendo 5 fungu la 31. Waimbaji njoni. Matendo sura ya 5 mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, yaani Yesu sasa, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu, ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. Hayo utii wa hiari. Roho Mtakatifu sasa anapewa nafasi na mhusika ya kumwongoza moja kwa moja ya kwamba huyu yuko tayari kubadilishwa. Haleluya wapendwa. Amina. Haleluya wapendwa. Wangapi jioni ya leo wanamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mafunuo haya, tena kwa ajili ya nafsi ya tatu ya uungu. Nyosha mkono wako. Je, unaweza ukasimama mpendwa?